Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa aridhishwa na maandalizi ya kuelekea sherehe za kuwasha mwenge wa uhuru Aprili 2, 2025. Msemaji wa taasisi ya ulinzi mjini Gaza Mahmoud Basal asema jeshi la Israel limefanya mashambulizi makali katika jengo linalowahifadhi watu waliokosa makazi. Na katika michezo, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akagua viwanja vya mazoezi vitakavyotumika katika michuano ya CHAN inayotarajiwa kutimwa vumbi mwezi Agosti mwaka huu. Naam, habari ya wakati huu mtazamaji wa Channel 10 kilicho bora kabisa popote pale ulipo. Karibu katika taarifa yetu ya habari. Msomaji wako ni mimi Nelson Munema. Nitakusomea hapa habari za kitaifa, kimataifa na mwenzangu katika lugha alama ni Tito Makombe. Karibu. Naam mtazamaji, tunaomba radhi kwa changamoto ya mitambo ambayo imejitokeza, lakini tunaendelea. Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa amesema ameridhishwa na hatua ya maandalizi kuelekea sherehe za kuwashwa kwa mwenge wa uhuru ambao utazunguka katika mikoa 31 na halmashauri 195 kote nchini. Waziri Mkuu amesema hayo baada ya kukagua maandalizi hayo katika uwanja wa shirika la elimu Kibaha mkoani Pwani, ambapo mgeni rasmi katika sherehe hizo zitakazofanyika Aprili 2 mwaka huu 2025 atakuwa ni makamu wa rais Daktari Philip Isdori Mpango. Akizungumza baada ya kukagua maandalizi hayo, Mheshimiwa Majaliwa ametoa wito kwa waratibu wote wa sherehe hizo kuhakikisha wanakamilisha haraka maeneo machache yaliyobaki. Tunalo jukumu la kuhakikisha kuwa mwenge huu haupati dosari. Kwa hiyo kila mmoja na idara yake kwenye kabati zenu. Najua kutakuwa na kabati ndogo, mapokezi, chakula na kila kitu. Zile kamati zote zifanye kazi yake vizuri. Hayo ndio ni matarajio yetu. Mimi nimekuja kujiridhisha miundombinu na mwenendo wa maandalizi, lakini mambo ambayo ni endelevu ni kuhakikisha kwamba kila tulichopanga kinatekelezwa. Kila mmoja aliyeko kwenye kamati ndogo, kamati hiyo inafanya kazi yake. Naye Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu Ridhiwani Kikwete amesema maandalizi hayo yamefikia 96% na maeneo machache yaliyobaki yatakamilishwa ndani ya muda mfupi. Kwa upande wa kukimbiza mwenge wa uhuru, Mheshimiwa Waziri Mkuu, vijana wako tayari. Mimi kama waziri mwenye dhamana kupitia ofisi yako Mheshimiwa Waziri Mkuu, nipata nafasi ya kwenda kuwaona vijana wale kule kambini Dodoma, lakini sasa wamekwisha ingia ndani ya mkoa wetu wa Pwani. Kwa maana hata kama utataka mzee kwa ratiba itakomruhusu Mheshimiwa Makamu wa Rais kwamba aje kesho hapa, vijana wako tayari. Awali akitoa salamu za mkoa wa Pwani, mkuu wa mkoa huo Abubakar Kunenge amesema kuwa wamejipanga vyema kuhakikisha sherehe hizo zinafanyika kwa mafanikio makubwa. Kisa Mwepiana, Channel 10. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bara Stephen Wasira amesema CCM sio chama cha msimu, kwani chama hicho kina ajenda moja ya kuwasaidia wananchi wapate hali bora ya maisha yao, na kwamba shabaha ya serikali ya awamu ya 6 ni kufungua milango ya ajira kwa vijana. Makamu mwenyekiti huyo ameyasema hayo wakati akizungumza na wana CCM wa wilaya ya Meatu, ambapo ameeleza kuwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa akiita wawekezaji wa ndani na nje, na kwamba moja ya shabaha ni kuwapa nafasi vijana wapate ajira. Sasa wako watu huko vijana wanasema mmekaa miaka 60 hamjafanya chochote. Wako wanasema tunafanya. Ukimsikia Rais Samia anasema tunataka tuwekeze, anaita wawekezaji wa ndani na wawekezaji wa wapi? Wa nje. Moja ya shabaha ni kuwapa nafasi vijana wapate fursa ya kuajiriwa. Kwa vijana, msidhani kwamba mtakwenda kugombea mtapita kihivi hivi. Hakuna. Lazima mjipange, mfanye kazi, mjulikane kwamba huyu tukimpa kijana haji tu kama mdau wa maendeleo kuchangia vihera ndo tumpe. Hakuna kitu kama hicho. Mkuu wa mkoa wa Simiyu Kenan Kihongosi anamueleza mwenyekiti huyo mambo makubwa ya maendeleo yaliyofanywa na serikali ya awamu ya 6 mkoani Simiyu.
ni mkoa ambao unapiga hatua kubwa ya maendeleo katika sekta zote, kuanzia sekta ya barabara. Katika kipindi cha miaka minne ya Daktari Samia Suluhu Hassan, mkoa huu ulipokea zaidi ya bilioni 853 za maendeleo kwa ujumla. Naomba mpongeze serikali. Akiwa katika mwendelezo wa ziara yake ya kikazi mkoani hapa, makamu mwenyekiti huyo alifanya mkutano wa hadhara katika kata ya Nkoma wilayani Itilima. Kutoka hapa Meatu mkoani Simiyu, Aidan Mhando, Channel 10. Jumuiya ya Umoja wa Wanawake Chama cha Mapinduzi Tanzania UWT Taifa imefanya dua maalum ya shukurani ya kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kutokana na uongozi wake mahiri wa serikali ya awamu ya 6 kwa kipindi cha miaka 4. Dua hiyo imeenda sambamba na kushiriki iftari kwa makundi mbalimbali wakiwemo wajane, watoto yatima na waumini wa dini ya Kiislamu, ambayo imefanyika katika msikiti wa Gaddafi na kuongozwa na Shehe Mkuu wa Mkoa wa Dodoma Mustafa Rajabu Shaabani, huku viongozi wa UWT akiwemo mwenyekiti Mary Chatanda wakishiriki. Mwenyezi Mungu yoyote atakayemtegea mwiba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, basi mwiba umwingie mwenyewe, na atakayemtegea mtego umnase mwenyewe, na atakayemchimbia shimo aliingie lenyewe mwenyewe. Shughuli za maendeleo ambayo yamepatikana katika nchi yetu yanatugusa sana sisi wanawake sana. Ukiangalia ujenzi wa zahanati, ujenzi wa vituo vya afya, ujenzi wa mahospitali. Wakati huo Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Dodoma kimetoa msaada kwa vituo 5 vya kulea watoto wenye mahitaji maalumu, ikiwamo mchele, unga wa ngano, mafuta ya kula na mahitaji mengineyo, ili kuwawezesha watoto hao kusherehekea vyema sikukuu ya Idi kwa upande wa dini ya Kiislamu na Pasaka kwa dini ya Kikristo. Niombe tu na wengine tuendelee kuunga mkono jitihada hizi za wenzetu ambao wamejitolea kwa moyo mmoja kuwalea watoto hawa. Hatuna cha pekee, ila tunashukuru kwa kutuchagua, maana Dodoma ina watu wengi wenye mahitaji, lakini mmetupendelea. Asanteni sana. Mungu awabariki. Na Mwenyezi Mungu awabariki sana, awafanyie kila la kheri, na awakingi na kila shari, awakingi na kila bara, awakingi na kila hasidi, awakingi na kila maadui wa siri na wadhahiri wa usiku na mchana. Msaada huo umetolewa kwa vituo vya Gaddafi, Rahmani Orphanage Center, Zamzam, Miuji, Cheshire Home na Kadiria. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa chakula kwa vituo 6 vya kulea watoto yatima jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kusherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr. Akikabidhi msaada huo kwa viongozi wa vikundi hivyo, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amemshukuru Rais Daktari Samia kuendelea kuyakumbuka na kuyatunza makundi hayo kwa nyakati tofauti, lakini pia akawapongeza viongozi na walezi wa watoto hao kwa kuendelea kuwatunza kwa uadilifu, lakini pia akatoa maagizo kwa afisa ustawi kuhakikisha watoto wote wanaofanya shughuli za kuombaomba pamoja na wazazi wao kuchukuliwa hatua ili wakawekwe katika vituo maalum vya kuwajenga. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaungana na akina mama na akina baba, akina bibi, akina babu wanaowalea ninyi watoto wazuri wote kutoa mkono wa Eid al-Fitr, kutoa mkono wa heri kuelekea kwenye sikukuu kubwa ya Eid. Lakini mtakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameshajenga vituo vikubwa vya kulelea watoto. Sasa natoa wiki moja, wale watoto wote wanaopatikana usiku wa saa 6, saa 5, saa 4, ile barabara ya Haile Silas pale St. Peters, barabara Tule Drive pale Tanzanite mbele, pamoja na maeneo mengine yote, watoto hao na mama zao wachukuliwe hata kwa nguvu, wapelekwe kwenye vituo vilivyokushajengwa na serikali. Wapo watu ambao wanaendelea kutumia wale watu kujineemesha na kusumbua watoto kuweza kuombaomba barabarani, lakini serikali imeweka utaratibu mzuri wa kuwa na vile vituo. Waumini wa dini ya Kiislamu zaidi ya 700 kutoka maeneo mbalimbali Dar es Salaam wamepatiwa msaada wa vyakula kwa ajili ya maandalizi ya sikukuu ya Eid al-Fitr. Msaada huo uliotolewa na familia ya marehemu Harun Zakaria
aliyekuwa mfanyabiashara mkubwa hapa nchini. Ndugu zangu Waislamu, tumefunga sisi haki yetu kumuombea kiongozi wetu wa nchi. Allah Subhanahu wa ta'ala ampe umri mrefu, afya njema na amfiche na maadui kama alivyoificha roho ndani ya mwili. Zoezi la ugawaji sadaka hiyo ya chakula kwa ajili ya Eid al-Fitri ilifanyika Kiwalani jijini Dar es Salaam, ambayo ilisimamiwa na mkurugenzi wa taasisi mbalimbali za misaada ya kiroho na kimwili Sharif Surya, ambaye pia ni mkurugenzi wa shirika la misaada la kimataifa la Abdul Aid. Kipenzi chetu alikuwa Harun Zakaria. Mashallah, Imran Zakaria na ndugu zake wametuletea futari hii ya watu 650. Mashallah, alhamdulillah. Nalalamika sana mimi jamani, mpaka Uingereza tusaidie, mpaka wapo tusaidie. Wamesikia ndugu zangu, wameleta futari wa Tanzania. Na wewe Mtanzania vile vile usirudi nyuma, toa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Utakapotoa hicho ndio kitakufaa wewe akhera. Aidha, hafla hiyo ya ugawaji vyakula ilienda pamoja na utoaji zakatul fitri kwa waumini hao, huku wakisisitiza umuhimu wa kutoa zakatul fitri kwa Waislamu wote wenye uwezo. Kwamba Nabii sallam amefaradhisha hii kutoa zakatul fitri. Zakatul fitri sio sunna, ni faradhi kwa kila Muislamu mwenye kufunga, mwenye uwezo. Inasafisha saumu yako, inakusafisha wewe mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala, na saumu inakubaliwa. Naomba sana tujitahidi kutoa zakatul fitri. Alhamdulillah, tumepokea zakatul fitri kutoka nchi mbalimbali, tumetoa, na leo vile vile tutaendelea kutoa, na kesho vile vile kama tutakuwa tumeendelea tutatoa. Na kila Muislamu mwenye uwezo wa kumudu mahitaji yake ya sikukuu ya Idi, basi mahitaji yanayofuatia ni kusaidia Waislamu wengine. Lengo kubwa la zakatul fitri ni kusaidia kupeleka furaha ya sikukuu ya Idi kwa wale ambao hawatakuwa na uwezo wa kupata mahitaji katika siku hii ya Idi. Waumini hao wa Kiislamu pia walitumia fursa hiyo kumwombea dua Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na taifa, ili amani na utulivu uendelee kutawala hapa nchini. Allah Subhanahu wa ta'ala amjaze kheri, ampe umri mrefu wenye afya njema, lakini vile vile amfiche na maadui kama alivyoficha roho ndani ya mwili, lakini vile vile amdumishe katika kazi yake na amuimarishe na amwafikishe kuendelea kufanya vizuri zaidi. Khamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Wakati waumini wa dini ya Kiislamu duniani kote kesho Jumatatu wakitarajia kusherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr, zaidi ya watu 1000 wenye mahitaji maalum ikiwemo watu wenye ulemavu wamepatiwa sadaka ikiwemo sehemu ya kusherehekea sikukuu hiyo. Wakizungumza na waandishi wa habari wakati wa utoaji wa sadaka hiyo iliyofanyika katika shule ya msingi Muhimbili, mwakilishi wa kampuni ya SMH Rail Tanzania Mariam Mwambo amesema sadaka hiyo imelenga watu wenye ulemavu ambao wameweza kutoa sadaka ya vyakula mbalimbali ikiwemo mchele, mafuta ya kupikia, unga na sukari. Kwa upande wake Yusuf Shaban ambaye ni mlemavu wa miguu ameshukuru kampuni hiyo kwa kutoa sadaka hiyo, huku akisema zitawasaidia pamoja na familia zao kusherehekea sikukuu hiyo kwa furaha. Mr. Datu Kinara anaamini kwamba sikukuu ni kusherehekea na chakula ni upendo, kutoa ni moyo. Kwa hiyo tunawasihi makampuni wengine pamoja na watu binafsi kujitokeza kwa wingi kutoa zakatul fitri ili watu kama hao wenye uhitaji na wenyewe waweze kuenjoy siku hii maalum ya Eid. Sadaka utasaidia katika familia, katika kwenye chakula cha sikukuu. Mimi na familia yangu na changamoto zinazokabili walemavu, tunapata tabu katika mambo ya usafiri. Nashukuru kwa wanaotuletea msaada, wanatuokoa katika matumizi madogo madogo. Hilo nitoa kwanza kubwa, hilo nitoa Rufiji. Umeona huu mguu huwa anapanda juu kila siku. Na nina maumivu makali. Umeona hilo begi nilobeba ngongoni? Nazuia hizo pingili za mgongo zinawaka moto. Nimejaribu kutafuta wafadhili kunipeleka hospitali, imeshindikana. Na ndio maana mpaka unanikuta niko hapa kwa sababu mimi nashughulisha na kulima. Ila mpaka kwa sasa nashindwa hata kubeba kisado cha maji. Siku moja kabla ya sikukuu ya Eid al-Fitr, nyama katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam ikiwemo soko la Vingunguti imepanda bei kwa takriban shilingi 1000 kwa kilo, wakati katika maeneo mengine nyama imeuzwa kwa shilingi 12,000 mpaka shilingi 13,000. Haya yamejiri wakati meya wa jiji la Dar es Salaam Omari Kumbilamoto alipotembelea machinjio ya Vingunguti kwa ajili ya kutoa waya wa uzio wa machinjio ili kusaidia ulinzi wa mipaka ya machinjio hiyo iliyojengwa kwa shilingi bilioni 1 na milioni 850 na Rais Samia, ambapo meya Kumbilamoto ameshangazwa na bei kupanda ndani ya siku moja.
kuelekea sikukuu, jana nilikuja hapa na fundi kupima, nyama ilikuwa 8,500. Sasa leo nashangaa tena 9,500. Nikuombe tu mwenyekiti wa wafanyabiashara, tunaelekea kwenye sikukuu ya Idi na tunaelekea kwenye Kwaresma. Niwaombeni sana hizi bei zisiweze kupanda. Kwa nini? Tuwasaidie watu wa enjoy maisha, lakini wafurahie sikukuu yetu. Kitendo cha kuweka fences za waya zitasaidia hata usalama wa nyama zao na kuweka mandhari yetu mazuri sana, kwa sababu tunakuja na awamu ya pili baada ya sikukuu kuhakikisha jengo zima hili linapigwa rangi na kurejesha yale madirisha ambayo yamekuwa yanasumbua. Kwa hiyo tunafanya hivyo. Sikukuu kila mtu anataka kula nyama, ndio huwa inashabikiana kwamba kila mtu kama kitu watu walaji wanakuwa wengi, lazima bei ipande, na pia soko la ng'ombe linakuwa liko juu kwa kipindi hiki, ndio maana inapelekea nyama inapanda bei. Washukuru viongozi wetu mstahiki meya kwa kutuwezesha kutupatia vifaa kwa ajili ya kuziba hii mianya ya utoroshaji kwenye hii fence yetu. Niseme hasara ambazo tulikuwa tunazipata ni nyingi. Kwanza kuna malalamiko ya baadhi ya wateja wetu wanapokuja hapa wanaibiwa nyama zao baada tu ya kuwa wameshapakiliwa kwenye vifaa vyao. Kwa mtu anaweza akakwapua akapita kwenye hivyo vichochoro akawa amekimbia nayo. Lakini cha pili, tunaibiwa pia hata vifaa vyetu amini kwa maana ya miundombinu yetu hapa. Mtazamaji, na taarifa ambayo imetufikia hivi punde hapa studio kwetu inasema kesho ni sikukuu ya Eid al-Fitr, ikiwa ni baada ya waumini wa dini ya Kiislamu kukamilisha ibada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Akitangaza taarifa hiyo leo, Sheikh Mkuu na Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakari Zuberi amesema kesho ni sikukuu ya Eid baada ya mwezi kuandama. Na mtazamaji, tutaendelea kukuletea taarifa zaidi kuhusiana na mwezi kuandama hapo baadaye. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limesema jiji la Dar es Salaam limekuwa shwari na hakuna matukio yote ya uhalifu katika kipindi cha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani na Kwaresma, na kuwataka wananchi waendelee na hali hiyo hata mfungo wa Ramadhani utakapokamilika. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, kamishna msaidizi mwandamizi Jumanne Muliro, akizungumza na waandishi wa habari, amesema katika kipindi chote cha mfungo hakuna tukio hata moja la uhalifu, hali inayoashiria wananchi wote wamemrudia Mungu. Kwa ujumla, wananchi wote walijikita katika masuala ya ibada, masuala ya kumcha Mwenyezi Mungu, na kutokana na mtiririko wa vitendo vilivyoambatana na miezi hii ya Ramadhani na Kwaresma, utulivu ulikuwa ni wa hali ya juu. Na sisi jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam tulikuwa tunatamani angalau kwenye mwaka kuwe kuna Ramadhani 3 na Kwaresma 3 ili tuwe na takwimu ambazo tumezipata kwenye mwezi huu. Hata hivyo, Kamanda Muliro akatoa angalizo na onyo kwa wale watakaojaribu kufanya matukio ya uhalifu au ya uvunjaji wa sheria za usalama barabarani katika siku kuu ya Eid. Limewekea uzito sikukuu hiyo na limeimarisha usalama katika maeneo yote ya jiji la Dar es Salaam. Maeneo yote ya fukwe yatakuwa na ulinzi wa kutosha, lakini pia kwenye mitaa yote ya katikati na pembezoni mwa jiji usalama utakuwa umeimarishwa kwa kiwango cha juu. Katika hatua nyingine, jeshi la polisi limemtia mbaroni Elia Asule Mbugi maarufu Dogobata, mkazi wa Segerea, ambaye alikuwa akiendesha gari aina ya Tata kusababisha ajali iliyosababisha kifo cha mkuu wa kituo cha polisi Chanika Awadhi Chiko. Mtuhumiwa huyu alikamatwa tarehe 27 mwezi huu wa Machi mwaka 2025 baada ya kuwa ametorokea eneo la Mbalizi mkoani Mbeya. Makachero wa kanda maalum ya Dar es Salaam walifuatilia nyendo zake na hatimaye kufanikiwa kumtia mbaroni na kumrejesha jijini Dar es Salaam.
Wakazi wa mkoa wa Mtwara wamekutana kwa pamoja na kuombea amani ya nchi kuelekea uchaguzi mkuu pamoja na kuombea dua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Hayo yamebainika wakati timu ya msaada wa kisheria ya Samia Legal Aid ikiwa wilayani Karatu kutoa elimu na msaada wa kisheria kwa wananchi wa wilaya hiyo katika maeneo mbalimbali zikiwemo nyumba za ibada, ambapo kiongozi wa timu hiyo Dr. Baraka Mkami kutoka Wizara ya Katiba na Sheria amesema kwa takriban siku 2 wamebaini kuwepo kesi nyingi za migogoro ya ardhi na mirathi baina ya familia. Kampeni hii inafikia makundi yote. Kuomba kiongozi wetu Jemedari Mkuu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan mpe amani kubwa sana pamoja na wasaidizi wake. Ni viongozi wa dini wakimwombea dua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Tafsiri kwamba Samia yeye ni mwenye kusikia, Suluhu yeye anasuluhisha, Hassan ni mwema. Kwa hiyo kwa baraka kwa majina yake hayo na kwa baraka ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ujalie kheri. Viongozi hawa pamoja na wananchi mkoani Mtwara wamekutana kwa pamoja katika iftari ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na kufanya dua ili taifa liwe na amani. Sasa hivi yatakuja makundi mbalimbali kutaka kutugawa. Makundi mbalimbali yatakuja kutaka kuvuruga amani na utulivu. Niwaombe wanamtwara wenzangu, msikubaliane na makundi hayo, waacheni waende zao. Hii ndio Mtwara yetu, hapa ndio nyumbani kwetu, hatuna nyumbani zaidi ya Mtwara yetu. Tunaona amani na utulivu uliopo, tusichezee amani yetu. Shehe wa mkoa wa Mtwara Alhaji Jamaluddin Chamwi anawataka mashehe wa wilaya zote ndani ya mkoa kuhakikisha wanaongoza dua ya kuombea amani ya nchi wakati wote. Mashehe zangu wa wilaya na viongozi wote wa baraza na maimamu, naagiza tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mara kwa mara, kila mnasaba, kila pale tunapopata fursa uweza kukutana pahala pamoja, mtu peke yake, tumuombe Mwenyezi Mungu atupitishe salama katika uchaguzi wetu mkuu ujao. Viongozi wa serikali na wananchi kwa ujumla mkoani Mtwara wanajivunia amani iliyopo na jitihada ni kuhakikisha amani, utulivu na mshikamano unaendelea kuwepo. Kutoka mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel 10. Asante Adam Malima kwa taarifa hiyo, na mtazamaji tunaomba radhi kwa mkanganyiko wa taarifa ambao umejitokeza hapo awali. Ukosefu wa usia wa mirathi baada ya kufariki wazazi umekuwa chanzo kikuu cha migogoro na mabishano katika familia, hatua inasababisha tofauti kali kati ya watoto na hata kupelekea kujitokeza kwa kesi nyingi mahakamani. Mwanahabari wetu Jamila Omar ameandaa taarifa ifuatayo. Hayo yamebainika wakati timu ya msaada wa kisheria ya Samia Legal Aid ikiwa wilayani Karatu kutoa elimu na msaada wa kisheria kwa wananchi wa wilaya hiyo katika maeneo mbalimbali zikiwemo nyumba za ibada, ambapo kiongozi wa timu hiyo Dr. Baraka Mkami kutoka Wizara ya Katiba na Sheria amesema kwa takriban siku 2 wamebaini kuwepo kesi nyingi za migogoro ya ardhi na mirathi baina ya familia. Kampeni hii inafikia makundi yote bila kubagua, na miongoni mwa makundi yanayofikiwa ni waumini wa imani mbalimbali. Kwa hiyo katika makanisa tunafika kwa ajili ya kuelimisha wananchi wafahamu uwepo wa kampeni hii, kwa sababu pale pana makundi makubwa ya watu. Kwa wazee wetu nilikuwa ninawashauri wajitahidi kuacha wosia, kwa sababu kuandika wosia sio kwamba ndio utakuwa mwisho wako wa maisha, isipokuwa utaacha mazingira mazuri. Baadhi ya wananchi wilayani Karatu wameshukuru ujio wa timu ya Samia Legal Aid kwa kutoa msaada wa kisheria bure, kwani baadhi ya wananchi wamesema kuwa wamekuwa wakipitia changamoto za kifedha, hivyo kusababisha kukosa haki zao. Sehemu kubwa wanawake tulikuwa tukinyanyasika, pengine mwenzetu amefiwa labda na mume wake, lakini ile haki ya kurithi mali ambazo amevuna na mume wake inakuwa haipatikani kwa urahisi, kwa sababu sehemu ya familia inaweza ikaingia upande wa mwanaume. Tunamshukuru Rais kwa kutambua hilo, na tunatamani wanawake wa Karatu wajitokeze kwenda kupata huduma hii popote pale wanaponyanyasika. Huu msaada umekuja kwa wakati mwafaka, kwa sababu utawasaidia watu wengi, hasa jamii ya wilaya ya Karatu na maeneo mengine katika nchi yetu ya Tanzania. Jamila Omar, Channel 10, Karatu, Arusha.
Wananchi wa kata ya Matema wilaya ya Kyela mkoani Mbeya wamemwomba Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Ackson kuendelea kuwasaidia watu wenye uhitaji bila kuchoka, kwani bado kuna watu katika jamii wenye changamoto za maisha. Taarifa ya mwanahabari wananchi wa Matema wamesema hayo katika hafla ya kumkabidhi nyumba mzee Obeid Anangisia mwenye ulemavu aliyemwomba Rais Samia amjengee nyumba, ambapo taasisi ya Tulia Trust chini ya mkurugenzi wake Dr. Tulia imekamilisha ujenzi wa nyumba hiyo na kumkabidhi. Kiukweli tunamshukuru, aendelee kutoa msaada kwa watu wengine kama alivyotoa kwa huyu baba. Pia tunaomba kwa wengine waendelee kuona jicho la pili kumsaidia mzee wetu, sisiye kwenye nyumba tu. Mazingira yake ni magumu pia kupata chakula. Tendo alilolitenda ni zuri la ajabu kwangu, kwa sababu sikutegemea. Ona mkubwa, pana prosesi nyingi sana ambazo zinaweza zikakatisha tamaa ukashindwa. Kwa upande wake, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Ackson Mwansasu ameitaka jamii kuacha tabia ya kuwatelekeza ndugu zao wenye ulemavu, huku mbunge wa jimbo la Kyela Ali Jumbe na mkuu wa wilaya ya Kyela Josephine Manase wakimshukuru Dr. Tulia kwa kumsaidia mzee Obeid. Kuna ndugu nao akishamwona ndugu yake mlemavu basi anapita huku anapita kule. Kwa nini? Kwa sababu anajua huyu ndugu mlemavu hana atakachokuja kumsaidia. Kwa hiyo anapita huku anapita huku. Ulichokifanya leo umefanya jambo kubwa ambalo kwayo linaenda kuitangaza Kyela. Lakini amekuja kuhakikisha kwamba mazingira ambayo huyu mzee anakaa. Kwa hiyo tunaweza tukaona, lakini hajaanzia hapa tu. Tunaona hata anapotoa vifaa vya shule. Mheshimiwa Spika amekuwa ni mtu wa kujishusha kwa wananchi. Hamisi Mkotia, Channel 10. Asante Hamisi Mkotia kwa taarifa hiyo. Tanzania leo imeungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya taka ngumu, wakati uzalishaji wa taka hizo kwa mwaka ukiwa tani milioni 7, huku wastani wa 45 hadi 50 hukusanywa na kutupwa dampo na 50 hadi 55 ubaki mtaani na kuchafua mazingira. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza Tanzania imefanya maadhimisho hayo yenye kauli mbiu ya taka ni fursa chini ya uratibu wa Baraza la Taifa la Uhifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC. Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano wa Mazingira Hamisi Hamza Hamis amesema taka si uchafu bali ni malighafi yenye thamani, na endapo zitasimamiwa vyema na kutumiwa kama ilivyokusudiwa zitakuwa fursa kwa Tanzania. Kweli taka zipo na juhudi za serikali zinaendelea kuchukuliwa, na hii inaonyesha kwamba kweli Watanzania tumeshaamka na kufahamu kwamba kweli ndani ya taka, pamoja kwamba taka ni uchafu, lakini kuna fursa kubwa ambayo inaweza ikawanasua na ikawatoa Watanzania katika umaskini. Kifungu pia cha 187(1)(b) kimeweka adhabu kwa mtu yeyote atakayechafua mazingira au kushindwa kudhibiti taka ngumu ipasavyo. Pamoja na adhabu, mchafuzi wa mazingira anaweza kulipa gharama zote za kusafisha mazingira aliyoyachafua, kuondoa uchafu husika na kusafisha mazingira yaliyochafuliwa na kuondoa madhara ya uchafuzi kadiri itakavyoelekezwa, au kutakiwa kulipa fidia kwa waathirika wa uchafuzi wa taka hiyo. Lakini tunawataka sasa hata barabarani wanapofagia watumie magari ya kisasa kwa ajili ya kufagia barabara zetu, kwa sababu zinajengwa kwa thamani kubwa. Hatuwezi kuacha barabara zikawa na mchanga, hatuwezi kuacha barabara zikawa na taka. Hivyo tunahitaji vifaa vya kisasa kuhakikisha kwamba tunaenda kufanya jiji letu la Dar es Salaam kuwa safi. Tulikuwa tunaomba machinga tuchukue sisi ni binadamu kama wao. Tunatafuta riziki kama wao wanatafuta riziki kwenye meza zao. Ninapofanya usafi mimi basi niheshimu. Machinga wa tabia moja. Wao unafagia, anakuwa unapo kule, huku nyuma anakuja anamwaga takataka chini. Ukimuuliza sema wewe ndio kazi yako. Ndio umechagua takataka. Kwa hiyo mimi kazi yangu na naipenda kwa sababu inanipa riziki na nifanya mimi niwe mtu katika watu. Lakini je, wewe niheshimu? Naam, taarifa hiyo inakamilisha upande wa habari za kitaifa, na sasa ni habari za kimataifa. Msemaji wa taasisi ya ulinzi mjini Gaza, Mahmoud Basal, amesema jeshi la Israel limefanya mashambulizi makali katika jengo moja la kambi na wahifadhi watu waliokosa makazi na kusababisha mauaji ya watu 8 wakiwemo watoto 5 na kusababisha uharibifu wa mali na miundombinu. Mashambulizi haya yametokea wakati huu ambapo Waislamu wanasherehekea sikukuu ya kwanza ya Eid al-Fitr baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan.
Aidha, shambulizi hilo limetokea wakati pande zote mbili hasimu, wanamgambo wa Hamas na Israel, wakithibitisha kupokea kwa mapendekezo jipya kutoka kwa wapatanishi ili kuwainua ama kusitisha mashambulizi wakati wa sikukuu. Tukienda huko Myanmar, ambako ikiwa zimepita siku 2 tangu kutokea kwa tetemeko kubwa la ardhi nchini Myanmar lenye ukubwa wa 7.7 na kuua watu zaidi ya 1000 na kusababisha uharibifu wa majengo na miundombinu. Tetemeko lingine la ardhi lenye ukubwa wa 5.1 kwenye kipimo cha Richter limepiga mji wa Mandalay ambao ni wa pili kwa ukubwa nchini humo. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo, watu wa maeneo ya mjini Mandalay walisikia wakipiga mayowe wakati wa tetemeko hilo likitokea na kuleta taharuki na hofu kubwa. Katika tetemeko la awali lililotokea siku ya Ijumaa lililokuwa na ukubwa wa 7.7 ilisababisha vifo vya watu zaidi ya 1600 huku watu 3400 wakiwa hawajulikani walipo, na ikisadikika kuwa huenda wengi wao wakawa kwenye vifusi vya jengo hilo lililoporomoka. Naam, tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea hapa ni habari za michezo na burudani. Mimi ni Nelson Munema, katika lugha ya alama ni Tito Makombe.